kwenye mwili wake, na amesimama kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua nchi yake aliyoipenda, akaichagua, akaipa mlima mrefu kuliko yote Afrika, akaipa ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, nchi pekee yenye Tanzania, nchi yenye maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro na Kreta, a crowd of man, nchi ya mbuga ya Seru. Mwenyezi Mungu ametupenda kuliko nchi zote, akatuchagulia kiongozi anaitwa Tundu Lissu. Watanzania wanataka Tundu Lissu atoke, ashike nchi hii, atupeleke kwenye nchi ya ahadi ya asali na maziwa. Tunataka Lissu atoke. Mambo mangapi? Katiba mpya na Lissu atoke. Tunazunguka nchi nzima, tunafanya mobilization. Tunataka na nyie, kila mtu uende uzungumze na ambaye hakuwepo, mpelekee ujumbe wetu. Tujiunge, tuwe wengi, fanyeni kazi ya chama kwa bidii. Wasipotusikiliza, narudia, wasipotusikiliza, tutaitisha maandamano, hata mtoto mdogo atatoka ndani ya nyumba kuandamana. Wangapi wako tayari tukitoa kauli watoke nje? Nyosha mkono, nyosha mkono. Kwa hiyo sikieni, siku hiyo itakuwa Tunduma, itakuwa Mroe, itakuwa Mbozi, itakuwa Iringa, itakuwa Mbeya. Hakuna sehemu mtaenda. Watu wanataka katiba mpya na free Tundu Lissu. Mama yangu njoo mama, njoo. Huyu mama mtoto wake aliuawa tarehe 29. Kwa urahisi. Pole sana. Amekuja Mungu mtetezi wetu, anataka kututoa kwenye shida tulizozipata. Samia ameua watoto wetu. Isitoshe, sijui amekula nyama zao, sijui amewaweka wapi. Bonge wapiga wakiwa virema. Ameua watoto wetu. Ameua kijana wangu Samuel Fidelis Mzakaha. Amemuua pale Sogea kwa Mangi pale kwenye mti. Nimetafuta maiti kote, nimeshindwa. Nilipoenda Vwawa waliniambia kwamba nenda Ifisi. Nimeenda Ifisi, nimezunguka, nimekosa. Nikarudi tena kituo cha polisi, wakaniambia una uhakika kwamba amekufa? Nikamwambia ndio amekufa. Kuna vijana wenzake walirekodi picha, akasema hata picha mlirekodi? Nikamwambia ndio. Vijana wenzake waliomokota walirekodi picha wakasambazia wenzao. Lakini kuna baba mmoja simfahamu, sijui ni askari, sijui ni nani, akaniambieje? Akaniambia mama, wewe nenda polisi, lakini najibu watakayokuta uridhike na hayo. Hivi kwani mtu amekuulia mtu wako, amekufanyia ubaya, anaweza kukwambia ukweli? Kwa hiyo Samia anajua watoto wetu alipowaweka. Tunachoomba kwa sasa, atuonyeshe makaburi ya watoto wetu, tuwe tunakwenda tunafagilia kaburi za watoto wetu. Na leo sivyo, Biblia imesema hivi, auaye kwa upanga atauawa kwa upanga, auaye kwa risasi atakufa kwa risasi. Aondoke madarakani, hata mutaki. Kama ni mwanamke aliyebeba mimba miezi 9, anayesikia uchungu kama ninaousikia leo hii, nimeumwa kisukari kwa ajili ya mtoto wangu, nimeenda hospitali, nimelazwa, nimetoa 300,000 kwa ajili ya kisukari hicho, na bado mtoto wangu simuoni. Sameri wangu, kijana wangu wa pekee, nimelea kwa shida. Watu wengi hapa wananifahamu, nilitelea watoto kwa kuuza uji na chapati mpaka nimeumwa. Leo hii watoto, mwanangu alikuwa akiniambia mama, hutakufa bila kula matunda yetu. Leo hii matunda yako wapi? Leo hii hata maiti sioni, hata kadiri sioni. Atupe watoto wetu, rasmi aondoke madarakani, hatumuhitaji. Aondoke. Fikiria maumivu kama haya. Huyu mama msiba hauishi tangu mwaka jana, kwa sababu kama hujaona mtu wako msiba unaishaje? Hii sio nchi ambayo tulitaka sisi tuwe huko. We love this country, tunaipenda hii nchi. Hatuna chuki binafsi na Samia, lakini tuna shida na namna anavyotupeleka.
Unawezaje kujiweka madarakani kwa maumivu ya wenzako namna hii? Hao vijana walikuwa nadai wapate namna ya kuchagua viongozi wao. Huyu mama unamwambia nini? Mama yake Polepole unamwambia nini? Mama yake Mdude Nyagali unamwambia nini? Mama yake Soko unamwambia nini? Mama yake Kipanya unamwambia nini? Mamia ya watu wameumizwa kwenye nchi hii. Tunataka tubadilishe mwelekeo wa nchi hii. Tunduma, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunawashukuru. Tunaomba mchangie chama hiki, tupeleke message hii mbele, tubadilishe maisha ya chama hiki. Mama